Tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tupo ndani ya 10 la pili ambalo ni 10 la maghfira. Hii kwetu ni neema kubwa mno, na kama tunatambua hii ni neema, basi tutambue kwamba tutaulizwa siku ya Kiyama namna gani tuliitumia neema hii. Kama maudhui yangu ya leo, hotuba yetu ni katika namna gani ya kutumia vizuri fursa unayoipata katika haya maisha mafupi ya duniani kwa ajili ama kwa lengo la kutengeneza akhera yako. Tumia vizuri fursa unayoipata katika maisha haya ya dunia kwa ajili ya kutengeneza maisha yako ya akhera. Na ni fursa gani hizo ambazo tutatakikana tuzitumie? Itaanza kwa kunukuu maneno mmoja katika wanazuoni wakubwa tuliobahatika kuwa nao katika zama zetu hizi, na si mwingine ni Sheikh Yusuf bin Muhammad Kidago. Katika kitabu chake cha Haji aliandika maneno yake kwa nasihi na hujaji, lakini maneno yale yanaenea kwetu sote. Sema kwamba kun dhahtinamin daima kullama tara sanaa saatuhu lahu khafau dhulma. Kun dhahtinamin, kuwa ni mwenye kupatia manufaa fursa unayoipata. Kwa sababu gani? Kullama tara sanaa, kila unapoona mwangaza fahamu ya kwamba saatuhu lahu khafau dhulma, eneo la huo mwangaza kuna kiza kilichojificha, akimaanisha ya kwamba uhai wa mwanadamu ni mwangaza, lakini ndani ya uhai huo kuna kiza cha umauti ama kiza cha kifo kilichojificha. Afya ni mwangaza katika maisha ya mwanadamu, lakini ndani ya afya hiyo kuna kiza kilichojificha cha maradhi. Ujana ni mwangaza katika maisha ya mwanadamu, lakini ndani ya ujana huo kuna kiza kilichojificha cha uzee. Kama tuonavyo hivi sasa, nyakati hizi za mchana kuna mwangaza, lakini ndani ya mwangaza huu kuna kiza kilichojificha ambacho ni cha usiku. Vile vile tutambue kwamba Ramadhani ni mwangaza katika maisha ya Muislamu. Ndani yake kuna kiza kilichojificha, nacho ni kumalizika ama kutoweka hiyo Ramadhani. Sasa tunatakikana tutumie vizuri fursa tunazozipata katika maisha haya ya dunia kabla ya ule mwangaza hujamalizika, kabla akijaingia hicho kiza. Na maneno hayo ameyagemeza shekhe katika maneno ya Imamu al-Haramaini, ambaye huyu Imamu al-Haramaini ndiye shekhe wa Imamu Ghazali. Ghazali ameandika maneno hayo katika kitabu chake Minhajul Abidin akisema, la tatakarra biswafai zamani, usihadarike na usafi wa zama, fa inna tahtaha qawamidal afati, chini yake, chini ya hizo zama kuna tongotongo zilizojificha au tongotongo za maafa. Hizi zama ulizo nazo, huo ujana uliokuwa nao, jua kwamba ndani yake kuna tongotongo za maafa ambao uzee unakuja. Hivi sasa ni tajiri, una mali, jua kwamba chini ya utajiri wako kuna tongotongo za maafa zinakuja ambao ni ufukara. Alhasil, unatakikana utumie vizuri fursa unayoipata. Kama ni tajiri, utumie utajiri wako katika kutengeneza kaburi lako na akhera yako. Kama ni kijana, utumie vizuri ujana wako katika kutengeneza kaburi lako na akhera yako. Vile vile itumie vizuri huu mwezi wa Ramadhani katika kutengeneza kaburi lako na akhera yako. Hayo utayakuta ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, iritanim khamsan kabla khamsi, yapatie faida mambo matano kabla hujafikwa na mambo matano. Kwanza anasema shababaka kabla haramika, pata faida katika ujana wako uliokuwa nao kabla hujafikwa na uzee. Kwa nini?
uzee ukishakufika, kuna mambo yatakuwa uwezi tena kuyafanya kama vile anavyofanya kijana. Twaona kuna wazee hivi sasa anatamani kuswali tarawih kwa kusimama mwenyewe bila kukaa, lakini akiangalia akili inataka, mwili haufanyaje? Mwili hautaki, hawezi tena kusimama, analazimika aswali aliyakuwa amefanyaje? Amekaa. Sasa wewe kijana ambaye hivi sasa bado una nguvu, ni shababi, tumia vizuri ujana wako kabla hujafika uzee. Lakini pia la pili, wasihataka kabla sakamika, tumia vizuri afya yako kabla hujafikwa na maradhi. Ukitaka kujua neema ya uzima kama ni kubwa, tembelea hospitalini kule, waone wagonjwa namna walivyokuwa katika tabu. Gonjwa natamani angalau angepata siku moja tu akapata afya na uzima, ili aje atekeleze hizi ibada ambazo mimi na wewe tunazipuuzia. Hayataka kabla mautika, tumia vizuri uhai wako kabla hujafikwa na mauti, ndugu yangu Muislamu, kwa sababu walioko makaburini wanatamani angalau wapate siku moja tu waje watekeleze ibada zote walizoziacha wakati wa uhai wao. Alhasil, ndugu zangu, napenda sana kusisitiza, kukumbushana, tutumie vizuri fursa tunazozipata katika haya maisha ya dunia mafupi, maisha ambayo starehe zake ni chache mno na ni yenye kutoweka. Tujiandae na maisha ambayo ni marefu mno kaburini, lakini ni maisha ya milele kesho akhera. Katika Taurati ya Nabii Musa kuna maneno yameandikwa, lakini kwa njia ya maswali. Yanasema, ajibtu liman tayakkana al-mauta kaifa yafrahu, na mstaajabu yule ambaye anayakini ya kwamba atakufa, vipi anafurahika na dunia. Ajibtu liman raa dunya wa takallubaha wa biahliha kaifa yatma'innu fiha, na mshangaa yule ambaye au na mstaajabu yule ambaye anaiona dunia na mabadiliko yake na watu wake, vipi mtu huyo anatulizana ndani ya hiyo dunia. Ndugu zangu, hii dunia ina takalubati, inabadilika na geuka. Leo hii uko hai, kesho umefanyaje? Umekufa. Leo hii una afya, kesho unafanyaje? Ni mgonjwa. Leo hii ni kijana, kesho ni mzee. Ndio hizo takalubati. Au leo amani ipo, kesho amani hakuna. Si tunaona kuna nchi zenzetu amani imetoweka. Ndio dunia ilivyo, ina takalubati. Sasa anashangaa yule ambaye anayaona yote haya kwamba dunia ina mabadiliko, alafu vipi anatulizana ndani ya hiyo dunia. Ajibtu liman tayakkana al-hisaba fala ya'mal, anamstaajabu yule ambaye anayakini kwamba siku ya kiyama atahesabiwa matendo yake, vipi hafanyi amali ambazo zitakazomfanya yeye mizani yake ikawa nzito katika heri. Mimi na wewe, haya maswali yatupasa kila wakati tujiulize. Tutambue ya kwamba la shay'an mimma tara tabqa bashashatuhu yabqa ilahi, hakuna chochote katika kile unachokiona kitabaki furaha yake. La shay'an mimma tara tabqa bashashatuhu, hakuna katika chochote kile unachokiona au katika vile ulivyoviona furaha yake itabaki milele. Yabqa al-ilahu wa yudi al-malu wal waladu, atabaki Mwenyezi Mungu na zitangamia mali na watoto. Wewe hivi sasa hata aliyenunua kanzu mpya ajue kwamba ile kanzu yake mpya furaha yake haitodumu. Ipo siku ile kanzu atafanyaje? Itachakaa. Aliyenunua gari mpya ajue kwamba furaha yake ya kununua ile gari haitodumu. Ipo siku. Je, waonaje ukipewa gari jipya hauna mali alafu una afya njema? Utakuwa na raha na zile mali? Ndio hiyo, la shay'an mimma tara tabqa bashashatu, hakuna katika vile unavyoviona itabaki furaha yake. Lakini pia halaka ya ibn adama min malika illa ma akalta fa afnaita, huna wewe ewe mwanadamu katika mali yako katika ulimwengu wa dunia isipokuwa kile ambacho umekula ukakimaliza.
Yaani wewe unavyoona hivyo, kila unachokitumia, unachokila, jua ndiyo mali yako. Ile ambayo bado hujaitumia, hiyo siyo mali yako, ni mali ya watoto wako na watu wako utakaoacha baada ya kufa. Kusanya dunia utakapokusanya, jua ile unayotumia ndio ya kwako, ile unayoiacha sio ya kwako. Lakini au labista fa ablaita, au ni vazi ulilolivaa likachakaa, jua ndio ya kwako. Ile ambayo unaitumia sio ya kwako. Wengi katika sisi hapa tunatumia mavazi ambayo tumerithi kwa baba zetu waliokufa, kwa kaka zetu waliokufa, ndivyo basi tunarithi. Basi jua hata wewe pia ukifa, watu watarithi mali yako. Wangapi wamefiwa na waume zao, wale watu walioacha baada ya kumaliza eda wamefanyaje? Wameolewa na waume wengine. Basi tambua hiyo thamani ya uhai uliokuwa nayo, itumie vizuri ndugu yangu Muislamu. Maisha ya dunia ni mafupi, maisha ya ulimwengu wa dunia haya starehe zake ni chache. Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratahu, mwenye kuipenda dunia yake anaidhuru akhira yake. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu, na mwenye kuipenda akhira yake anaidhuru dunia yake. Faadhiru ma yabka ala ma yafna, chagueni kile chenye kubaki kwa kuepukana ama kuachana na kile chenye kutuweka, ambacho ni kipi? Wal akhiratu khairun wa abqa, akhira ndiyo bora na ndiyo yenye kubaki. Ndugu zangu, akhira ndiyo kwenye makazi au kwenye maisha ya milele. Haya maisha ya dunia ni safari ya mpito tu ya muda mfupi. Sote sisi hapa ni maiti watarajiwa, tutaondoka. Au kuna mwenye uhakika kwamba yeye atabakia? Jibu ni kwamba hakuna. Mimi mzungumzaji, nyinyi wasikilizaji, sote sisi, kama sio kesho au kama sio baadaye au kama si mwakani, tutafukiwa makaburi. Watu watakusanyika kwa ajili ya kututaja majina yetu tukiwa ni marehemu. Namuomba Mwenyezi Mungu atujalie hatima njema, atujalie mwisho mwema. Nikimalizia na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema inna ashadda ma atakhawafu alaykum haslatan. Mtume anasema katika zaidi ya kile ninachokiogopeni kwenu ni mambo mawili: atibau hawa wa tulul amal, kufuata matamanio ya nafsi na wingi wa matarajio. Fa amma tibau hawa fa innahu yadilu anil haqq, hakika kufuata wingi wa matamanio kuna kufanya wewe, kuna kuepusha wewe kuifuata haki. Wa amma tulul amal falhubbu lidunya, ama wingi wa matarajio ni kuipenda dunia. Wengi katika sisi tuna ile kawaida, mbona bwana huendi kuswali? Nitaswali bwana, tarawih Ramadhani malizika, nitaswali 10 la mwisho. Umeelewa vizuri bwana? Uamke usiku kuswali, nitaswali kwenye ile mkesha wa mwezi 26 kwa 27. Zile umeziona zile ndio zinaitwa tulul amal. Wengi tunayo hiyo. Usiweke hiyo akilini mwako, tumia muda ule upata. Usiweke kwamba nitaanza kukesha ikifika 10 la mwisho. Unakika gani utafika 10 la mwisho? Wangapi waliweka ahadi kwamba ikifika Ramadhani nitafanya kazi, hawakufika. Ile siku watu wanatazama mwezi na wao ndio mauti makuti. Mwenyezi Mungu atujalie kheri, Mwenyezi Mungu atunufaishe na mwezi mtukufu wa Ramadhani, atujalie kuwa ni wale wenye kunufaika katika kheri zote za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wallahu tabaraka wa taala yaqulu bi qawlihi al-muhtadun wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla, hakika ametakasika yule ambaye hakika amefaulu ambaye ameitakasha nafsi yake na madhambi. Yule ambaye ameitakasa nafsi yake na madhambi, huyo hakika amefaulu. Lakini alikuishi hapo, wa dhakara isma rabbih fasalla, akataja jina la Mola wake kisha akaswali. Hao ndio watakaokuwa wenye sifa ya kuwa wenye kufaulu, na sisi Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni miongoni mwa hao. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
وهو البر الكريم